Moshi, twateseka sana. Bingwa lini hulazimika na hambai. Mdogo wangu amekufa mganga. Bwana mdogo, chukua hapo dawa uende ukaoge nyuma ya nyumba. Aya, nakusikiliza. Ulikuwa unasemaje? Huko nilikotoka huko nilipishana na Mlanzi. Mlanzi anaonekana kuwa ni mtu mwenye wasiwasi mwingi sana. Macho yake yanazungumza, itakuwa kuna kitu ndani yake. Hili jambo mimi linanipa wasiwasi mkubwa sana. Naomba nikutoe wasiwasi. Tena nikutoe wasiwasi kabisa. Umesahau kwamba usiku wa jana ulikuwa ni usiku wa sadaka. Na tulikuwa tukipita kila nyumba kutafuta sadaka. Katika pitapita zetu tuliangukia katika nyumba kina Mlanzi. Moshi gwitu gwina shida ye. Mdogo wangu amekufa mganga. Amekufa kifo cha maajabu sana mganga. Naomba nisaidie. Kuna vitu ambavyo utatakiwa uviwakilishe. Natakiwa ulete mbuzi wawili pamoja na kiasi cha shilingi 200,000. Nataka kisasi mganga. Kila aliyehusika nataka apitie maumivu kama nayapitia mimi hapa. Nambare zagere mama. Nambare zagere mama. Wasiwasi wako nini wewe? Siwe na wasiwasi wa aina yote ile pale. Nikukumbushe kitu kimoja cha msingi sana. Usiku wa leo giza kikitanda, ni usiku wa kwenda kula nyama. Usichelewe. Basi sawa. Dawa hiyo niliyokupatia, nenda ukaiweke katika kinywa cha hiyo maiti. Baada ya hapo, maiti hiyo uende ukaizike nyuma ya nyumba yetu. Kumbuka, hakikisha mtu yoyote asikuone. Baada ya tukio hilo, wale wote waliokufanyia, wale wote waliofanya hayo matatizo watalia na kusaga meno. Watapata maumivu zaidi ya maumivu unayoyapitia wewe. Unaweza ukaondoka. Nambare zagere baba. Nambare
Tegele baba. Moshi kwitu gwina shida gwina shida. Ulozi wazidi pamushi twatesi. Itwateseka sana kwa lesa tulaya tukachule tukomane pamo oe tulaya tukachule. Sawa. Nilikutana na Leko asubuhi, akanieleza kuhusiana na habari za Mlanzi, kwamba alikutana na Mlanzi, lakini alipomtazama tu macho yake yaliashiria kwamba kuna kitu katika moyo wake. Hicho kitu ni kama kisasi. Sasa naomba niulize, wewe ndio ulihusika na kifo cha mdogo wake Mlanzi? Tangazo la kifo! Familia ya mzee Jongo inatangaza kifo. Inasikitika kufiwa na baba yao mzazi. Tangazo la kifo!
Familia ya mzee Jongo inasikitika kufiwa na baba yao mzazi. Kifo hicho kilichotokea leo asubuhi. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio. Tangazo! Tangazo! Tangazo la kifo! Familia ya mzee Jongo inasikitika kufiwa baba yao mzazi. Tangazo! Tangazo! Tangazo la kifo! Familia ya mzee Jongo inasikitika kufiwa na baba yao mzazi. Kilichotokea leo asubuhi. Wana kijiji wote mnahitajika kufika. Tangazo! Tangazo! Tangazo la kifo! Familia ya mzee Jongo inasikitika kutangaza kifo cha baba yao mzazi kilichotokea leo asubuhi. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio. Kuku Kakala ni sabingwa hapa OG aka maji makubwa. Bwana, mimi najidai najigamba kwa sababu nimeunganishwa na Jaffa the Don. Huyu mshikaji ni mtu ambaye anakuunganisha vifurushi vya mwezi mzima kwa bei nafuu. Sharti lake ni moja tu, uwe na line ya Halotel. Ukimcheki mshikaji atakuunganisha majibii ya kutosha kwa bei chwe. Yaani shilingi 5,000 tu unapata GB 5, 10,000 GB 10, 15,000 GB 15, 20,000 unapata GB 20. Alafu mshikaji ni mwaminifu zaidi ya mwaminifu. Mcheki mshikaji akuunganishe, lakini kigezo ni kimoja, uwe na line ya Halotel. Na kifurushi hiki kinakaa ndani ya mwezi mzima. Furahia internet bila stress babu. Mcheki mshikaji kwa namba za simu zifuatazo: 0785 593688. Furahia internet bila stress. Sisi tunapaaga kihivi na Jaffa the Don wenzao. Hala. Yaani ni mvivu sijawahi kuona. Masaa 3 unaenda kuchota maji. Kaka, kulikuwa kuna foleni. Foleni upumbavu, mbona wenzako umeenda naye amesharudi? Yaani umekuwa mtoto sijui waaje. Sasa nisikilize. Hapa kuna mbiu ya kijiji imepigwa. Hapa unaponiona hapa naenda msibani. Sasa nikukuta umetoa hiyo miguu yako nyumbani. Msiba? Ndiyo msiba. Na uende nyumbani usitoke. Mjinga mmoja wewe. Nahusika mimi. Sawa. Kuna jambo. Mlanzi hajaridhika. Inavyoonekana kuna vita kubwa ya uchawi na kwenda kutokea hapa kijijini. Hivyo inatakiwa tujiandae kabla ya chochote. Hiyo inaanzishwa na Mlanzi. Namuona Mlanzi. Nikuruhusu uende. Ila usisahau leo jioni tukutane kwenye vikao vyetu vya usiku. Mlanzi. Utaweza hivi vita wewe mtoto wewe? Ngoma ya watoto waikeshi Mlanzi. Takuwa asubuhi itajua aliyechomoza. Mimi ndio bingwa
Zaliwa kwenye chungu chenye damu. Chawi ndo jadi yangu. Mlanzi kwisha. Kwina shida ulozi wazidi pamushi, itwateseka sana kwa lesa tulaya tukachule, tukomane pamo oe tulaya tukachule. Mtaalamu! 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 Unasemaje binti? Mganga, nimefanya kama ulivyoniagiza mganga, lakini cha kushangaza mganga, mtoka kumzika narudi nyumbani namkuta mlangoni, kisha akaingia ndani. Usiogope, wala yule sio yeye. Ule ni mzimu ulioweza kuuamsha wewe, na muda sio mrefu vilio vitatanda katika anga lote la kijiji hiki. Sasa mganga, lakini ameingia ndani, hawezi akanizungumzia. Usiogope, lakini kumbuka jambo moja, usisahau sadaka ya mizimu kesho asubuhi. Kwina shida ulozi wazidi pamushi, itwateseka sana kwa lesa tulaya tukachule, tukomane pamo oe tulaya tukachule. Kwa lesa tulaya tukachule, tukomane pamo oe tulaya tukachule. Ulozi wazidi pamushi, wachawi na waganga oe tulaya tukachule. Bingwa alini ulozi kalambai, oe tulaya tukachule. Kwina shida ulozi wazidi pamushi, twateseka sana. Bingwa lini ulozi mkalambai, antu tukuchula sana. Kwa lesa tulaya tukachule, tukomane pamo o tulaya tukachule. Mkigwitu gwina shida gwina shida ulozi wazidi pamushi, itwateseka sana. Kwa lesa tulaya tukachule, tukomane pamo oe tulaya tukachule. Kwa lesa tulaya tukachule, tukomane pamo oe tulaya tukachule. Ulozi wazidi pamushi, wachawi na waganga oe tulaya tukachule. Bingwa alini ulozi kalambai, oe tulaya tukachule. Mr. Bingwa